إن الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان الغني القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن الأول فلا شيء قبله الآخر فلا شيء بعده الظاهر فلا شيء فوقه الباطن فلا شيء دونه المحيط علما بما يكون وما كان يعز ويذل ويفقر ويغني ويفعل ما يشاء بحكمته كل يوم هو في شأن أرسى الأرض بالجبال في نواحيها وأرسى السحاب الثقال بماء يحييها وقضى بالفناء على جميع ساكنيها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي المحسنين بالإحسان. أحمده على الصفات الكاملة الحسان وأشكره على نعمته السابغة بالشكر يزيد العطاء والامتنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الأزمان. أما بعد، أيها الإخوان في الله تعالى، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ndugu zanguni wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, baada ya kumhimidi Allah jalla jalaluhu, ilahuna wahidun alladhi rafa'a as-samawati sab'an bighayri 'amadin wa nahnu 'ala dhalika min ash-shahidin. Ndugu zanguni, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kwa kitendo cha kumcha na kumtii Allah jalla fi'ulahu, Mola aliyezinyanyua mbingu saba pasi na nguzo. Ikhwani fillahi ta'ala, tukiwa ndani ya tarehe 7 mwezi huu mtukufu, mwezi bora, mwezi mtakatifu, mwezi ambao kauboresha Mola wetu aliyezinyanyua mbingu saba pasi na nguzo. Al-yawma insha Allah naishu ma'a hadithin wahidin min ahadithi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Leo yetu hii insha Allah, ndugu zanguni wapenzi, tutaishi na moja miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni jambo linalohusu
msimuhu wa Ramadhani karimu. Ni hadithi aliyosimulia sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah. Hadithi iliyokuja katika mapokezi ya Bukhari wa Muslim. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نقول hadithi hii ni hadithi inayotuhusu katika msimu huu wa Ramadhani. Ni hadithi ambayo inaonyesha ni vipi Mola wetu mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa na huruma juu ya sisi waja wake, na kadha Allah subhanahu wa ta'ala alishatuahidi katika jambo hili ambalo ni jambo la kawaida mno kwa binadamu huyu, kitendo cha kusahau. Allah sema: rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Bila shaka Mola wetu anatutaka tumwombe msamaha sana na tunyenyekee kwake na tumsihi asitunyakue kwa kile ambacho tumekisahau, kwa kufanya kwa kusahau au kwa kukosea kibin adam au kibahati mbaya. Ikhwani fillahi ta'ala, hadithi hii tukufu takatifu, maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo mtume anatuelezea kuwa atakaposahau mmoja wenu akala au akanywa ili hali amefunga, na afanye nini? Aendelee na saumu yake au awe mwenye kuvunja ile saumu? Ina maana siku hiyo asiendelee kuifunga kisha awe mwenye kulipa baada ya Ramadhani? La. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل متنوعة متفرقة. mtunzi wa kitabu hichi cha Riyadhus Salihin ambaye ni Imam Nawawi anaelezea mambo tofauti mbalimbali ambayo yanatuhusu katika msimu huu, na ni mambo yanayoambatana na jambo hili au hadithi hii. Anaeleza, anasema: idha akala al-insanu au shariba, atakapokula mtu au akanywa, wa huwa saimun nasiyan, amefunga, akala au akanywa katika hali ya kuwa amesahau, fahal yufsidu sawmahu, je, kitendo hichi cha kula na kunywa ili hali amefunga, je, kitendo hichi kinaharibu saumu yake? Istami'u liljawabi min qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kasikilize jawabu ambalo jawabu hili linatoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ilokuja katika masimulizi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mtume anasema: man nasiya, atakaye sahau, wa huwa saimun, ili hali amefunga, fa akala au shariba, akala au akanywa,
falyutimmu sawmahu, basi na aendeleze funga yake. Hichi ndicho kichwa cha habari ya hutuba yetu leo hii. Falyutimmu sawmahu, huyo amekula na akanywa ili hali amefunga, lakini haya yote mawili yametokea kwa kusahau, basi na aendeleze funga yake. Ina maana asiwe mwenye kuikatiza saumu yake. Mtume anasema fa innama at'amahu Allah wa saqahu, awe mwenye kuendeleza saumu yake, maana haikuwa kutaka kwake kitendo hicho cha yeye kusahau mpaka akala na kufikia kuongeza mpaka na kinywaji. Basi Allah tabaraka wa taala kwa hikma yake ana sababu ya kumsahaulisha mja huyu ale na kunywa mchana wa Ramadhani. Ya Rabbi, tujalie miongoni mwa wanaokumbuka wasiwe wenye kusahau katika saumu zao. Faidha akalta au sharibta, utakapokula ndugu yangu Muislamu au ukanywa, walau shabi'ta wa rawait, hata kama utashiba kutokamana na chakula au ukatoshika kabisa ukazuia kiu kutokamana na kinywaji, wa anta nasiyi fi siyam, haya yamekutokea umefunga, lakini katika hali ya kuwa umesahau, fa inna sawmaka kamilin, hakika ya funga yako iko pale pale, laysa fihi naqsun, hakuna ndani yake kasoro. Walihadha qal falyutimmu sawmahu, na kwa sababu hiyo Mtume alituambia mfungaji huyu kwa sababu hizo basi na aendeleze funga yake. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, maana Mwenyezi Mungu ndiye aliyemlisha na kumnywesha. Dalilun ala anna fi'l an-nasi, hii ni dalili ya kuonesha ya kuwa kitendo hichi cha mtu kusahau yunsabu la yunsabu ilayhi wa innama yunsabu ila Allah, hichi kitendo hakinasibishwi kwa mja huyu bali kinanasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika naimin, hata mtu aliyelala la yunsabu fi'luhu ila nafsi, kitendo chake hicho cha kulala hakinasibishwi kwa nafsi yake. Wa innama yunsabu ila Allah, bali kitendo hicho kinanasibishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama qala Allah ta'ala fi ashabil kahf, kama alivyosema Mwenyezi Mungu kuhusiana na kisa cha vijana wa pangoni, wanuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal, na hao vijana katika hali ya usingizi wao tulikuwa tunawageuza kuliani, kisha baadaye tunawageuza kushotoni. Walladhi yataqallabu huwa alqa'im au huwa an-naim, mgeukaji hapa bila shaka ni yule aliyelala. Walakin lamma lam yakun lahu qasdun, lakini inapokuwa hichi kitendo sio kusudio lake la kugeuka na kupinduka, nasaba Allahu al-fi'lu ilayhi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
amejinasibishia kitendo hicho kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Kadhalika nasiyi lam yata'ammad fasadu sawmi, hivyo mtu aliyesahau hakukusudia kuharibu saumu yake. Nasiya wa akala wa shariba, amisahau akala na akanywa, naqulu sawmuka sahihun, tunamwambia bwana, saumu yako iko sawa, funga yako iko sawa, ramadhani yako iko pale pale. Wakadhalika law kana jahilan, hata kama atakuwa amefanya hivyo kwa kutojua, mithlu an yahtajima huwa la yadri anna alhijamati tuftiru sawmahu sahihun. Mfano, juzi tumezungumzia hapa masala kuhusu hijama, na tukaeleza kuwa Mtume ameeleza kwamba hijama, mtu mwenye kufanya hijama mchana wafunga, hijama hiyo inaharibu saumu yake. Basi huyu akafanya hijama kwa kutojua kuwa hijama inaharibu saumu yake. Baadaye akaja kujua kumbe hijama inakuwa ni sababu ya saumu kuharibika, na tayari ashafanya hijama, saumu yake iko pale pale. Wa mithlu an yaakula yadhunnu anna alfajr lam yatlu, na mfano awe mwenye kula kwa kudhania ya kuwa alfajiri bado jua halijachomoza. Kuna baadhi ya watu hawana saa ya kuangalia kujua kama wakati umeingia, basi akawa bado yuwala, akaja thumma tabayyana lahu annahu tala, akaja kujua baadaye kuwa kumbe tayari kushabambazuka, fasawmuhu sahihun, huyu funga yake iko sawa na iko pale pale. Wa mithlu an yaakula yadhunnu anna ash-shamsa qad gharabat, na mfano awe mwenye kula kwa kudhania ya kuwa tayari jua lishazama, akajua tayari usiku ushaingia, faakala thumma tabayyana anna ash-shamsa lam taghrib fasiyamuhu sahihun, akala akashiba akanywa, baada ya muda mchache akaja kugundua na kujua na kufahamu ya kuwa kumbe tayari bado jua halijazama, kwa hivyo saumu yake iko pale pale. وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، na jambo hili liliwahi kutokea wakati wa Mtume, rahma na amani zimfikie, hinama kana an-nasu saimina fi yawmi ghim, siku moja watu walikuwa wamefunga na kulikuwa kumetanda mawingu kweli kweli, faaftaru dhannan minhum anna ash-shamsa qad gharabat, wakawa wenye kufuturu walipoona kuna giza, bwana magharibi tayari ishafika, wakaambizana, mmoja akatoa adhana, wakafuturu. Baada ya kumaliza kufuturu na kunywa na kula, thumma tala'at ash-shams, mara mawingu yakawa yenye kuondoka, jua likaja bado bichi kabisa. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صوم, walipoona jua limerejea, mawingu yameondoka, bado halijazama jua, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakalia kimya, wakaendelea na funga yao kwa madakika au muda mchache ulikuwa umebakia kabla ya maghrib. Lakini Mtume hakuambia ya kuwa wao wenye kurejea kuilipa saumu ile baada ya Ramadhani. Sababu gani? Liannahum la yadirun, maana hawakulijua jambo hilo, walam yataammadu, na wala hawakukusudia
walakin mata dhakara al-insan, hapa ndipo pa kuzingatia. Hapa mfungaji anafaa kupazingatia mambo haya, yanafaa yazingatiwe. walakin mata dhakara al-insanu, lakini pale mtu atakapokuwa labda ameandaa mazingira ya kula au kunywa akakumbuka, au yuendelea kula na kunywa akakumbuka, mata dhakara al-insan wajaba alayhi tarku wal-imsak, pale atakapokumbuka popote pale, stage yoyote, hatua yoyote aliyokuwa ameifikia, moja kwa moja hapo awe mwenye kusimamisha moja kwa moja. Hata law kanat al-luqmatu fi famihi fawajaba alayhi lafdhuha, hata kama ni tonge la chakula lilikuwa mdomoni mwake, ni lazima kwake kulirejesha. Simaanishi kutapika alichokila. Ukijitapisha saumu yako inaharibika, maana kutapika ni miongoni mwa vitu vya kuharibu saumu. Kile kilichoko mdomoni basi ukiondoe, ukirejeshe. Wakadhalika law kana alma fi famihi, hata kama ni maji mdomoni, wajaba alayhi an yurqiyahu, ni wajibu kwake awe mwenye kuyatema maji hayo. Wakadhalika law kana jahilan thumma ukhbira annahu yajibu alayhi an yumsik, anaweza kuwa mathalan mtu ambaye hajajua kitendo hichi au amesahau, kisha akawa mwenye kukumbushwa kitendo hicho. Mathalan law raa insanan yaakulu wa yashrab, mfano mtu akamwona mwenzie kuwa huyo anakula na kunywa, yakulu ma hadha ya ant, anamwambia bwana, kitendo gani hichi tena? Umesahau kuwa uko kwenye funga, umesahau ya kwamba unafunga. Amkumbushe, anamwambia hichi kitendo sicho, wewe umefunga au wakati huu ni wa saumu, kwa hivyo kiache kitendo hicho. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبعد، أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ndugu zangu wapenzi, kama ilivyo katika aya, Mwenyezi Mungu anatuambia sababu ya kutuwajibishia na kutulazimishia kufunga, la'allakum tattaqun, ili tupate kumcha Allah tabaraka wa taala. Naam, huyu mlaji yuala bila ya kujua au kwa kusahau, ni wajibu wewe uliye pembezoni mwake uwe mwenye kumkumbusha ya kuwa umefunga bwana. Kwa hivyo anasema mtunzi Imamu Shafi'i, yaqulu ma hadha wa anta sa'imun, qala ash-shamsu qad gharabat. Akikwambia bwana, mimi nakula kwa sababu nimeona jua tayari limeshazama,
qala ash-shamsu lam taghrib, wewe unajua na una uhakika kuwa jua bado halijazama. Na hili ni moja baadhi ya misikiti wanaanguka katika kosa hili kwa kuwahi kuadhini mapema zaidi. Adhana hiyo moja kwa moja watu wengi, idadi kubwa, asilimia kubwa, wengi wanakuwa wanaitizama au wanaingoja ile adhana. Adhana inapokuwa inaadhiniwa moja kwa moja, asilimia kubwa ya watu hawajali kuangalia cha saa zao au kuangalia jua, bali moja kwa moja wanajua kuwa muadhini anatuambia hivi tufutu. Fayajibu alayhi an yatawaqqafa li'annahu zala alayhi al-'udhr, ikiwa amekumbushwa huyu ya kuwa bwana muda bado, basi ni wajibu, ni lazima kwake awe mwenye kustop mara moja, asimame hapo hapo, kwa sababu hana sababu ya kufanya hivyo. Fa idha qala qailun, labda aseme msemaji, law ra'aita sa'iman ya'kul, law ra'aitu sa'iman ya'kul, law nikimwona mfungaji anakula, wa arifu annahu nasin, na nikajua tu vizuri ya kuwa huyu amesahau, fahal alayya an udhakirahu, je, ni wajibu kwangu mimi kumkumbusha huyu mfungaji kitendo hicho cha kula, nimkumbushe kwamba wewe uko kwenye somo? Kulna, jawabu tunalompa naam, yajibu an tudhakirahu, tunamwambia bwana ni lazima uwe mwenye kumkumbusha. Lianna akhaka idha adhara binnisyani wa anta alimta bihi, ikiwa mwenzio atakuwa na udhuru wa kuwa yeye amesahau, yeye kusahau kwake akona udhuru, akona sababu, hana dhambi, na wewe ukajua tu vizuri kuwa huyu amesahau, wajaba alayka an tudhakirahu, ni wajibu na ni lazima kwako wewe kumkumbusha. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا نسيت فذكروني. hata Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na kitendo cha swala aliwaambia maswahaba, ayuha nnasu, enyi watu, innama ana basharun mithlukum, hakika mimi ni binadamu kama nyinyi, ansa kama tansaun, nasahau kama mnavyosahau nyinyi, fa idha nasitu fadhakkiruni, pale mtakapokuwa nimesahau basi nikumbusheni. Nikumbusheni. Tunapata hapa Mtume anahimiza kukumbushwa. Vipi mimi na wewe tusikumbushwe au tusikumbushwe? Hichi ni kitendo ambacho kila mmoja wetu lazima akifanye. Fa amara an yudhakkara idha nasi, Mtume akaamrisha kuwa akumbushwe pale atakapokuwa amesahau. Kadhalika aidan idha ra'aita sa'iman ya'kulu wa yashrabu nasiyan fadhakkirhu, hivyo hivyo mfungaji anakula anakunywa, wewe umeona kuwa anafanya hivyo, basi ni wajibu kwako kumkumbusha kitendo hicho. Kama law ra'aita insanan yusalli mutaharrifan 'ala al-qibla wajaba alayka an tukhbirahu, vile vile namna ilivyo. Leo ukimwona mtu yuwaswali anaelekea kusikokuwa kibla, mathalan anaelekea magharibi au anaelekea mashariki au anaelekea kaskazini, chenye unafaa kufanya ni nini? Ni kumkumbusha na kumuonesha kuwa hapa uko indoni. Falmuhimu idha waqa akhuka fi shay'in la yahillu lahu, muhimu ni kuwa ndugu yangu
atakapokuwa ndugu yako Muislamu yuko mahala au katika hali ambayo si halali kwake, mathalan anafanya maasiya, basi ni wajibu kwa kila mmoja wetu, faalaika an tudhakkirahu, ni wajibu wako wewe na kila mmoja wetu sisi kumkumbusha, lianna nisyana kathirun wal khata'u kathir, kwa sababu kusahau ni kwingi sana, tunasahau sana na tunakosea sana. Allah atujalie tuwe wenye kukumbuka, atukumbushe tulichokisahau na awe